mbili ya mwisho ya kuaga mwaka wa 2025, na ndio tunakuwa na dhini ya mwaka unaokuja ni mwaka wa kutembelewa na Mungu. Na ni vizuri ujue hata ukiwa maeneo ambao uko ya kwamba mwaka wa 2026 ni mwaka wa kutembelewa na Mungu. Ni mwaka ambao Mungu atatembelea watu wake, na singependa ukiwa mahali uko ukose kutembelewa na Mungu, kwa sababu wewe ni mmoja katika wale walioumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu. Na Mungu atakapokuwa anatembelea watu hapa duniani, haleluya! Mungu atakapokuwa anatembelea watu hapa duniani, hatakuwa anatembelea miti, hatakuwa anatembelea wanyama, hatakuwa anatembelea watu kama wewe. Swali ambalo unastahili kujiuliza, Mungu anapotembelea watu wengine mwaka wa 2026, kwa nini asikutembelee wewe? Kwa nini asikutembelee wewe? Kwa nini wewe huo mtu wa kuachwa? Lazima kuwe kuna sababu. Kwa hivyo ningependa ujiandae, maana hii unaambiwa mwaka 2026, mwaka wa kutembelewa na Mungu. Despite the challenges umekuwa nazo, Mungu atatembelea watu wake. Sema amen. Amen. Na ninaamini wewe ukiwa maeneo huko, ninaposimama katika madhabahu ya Mungu, ninaongea na wewe ukiwa kona zote za Kenya na nchi ya Kenya, ya kwamba mwaka wa 2026 utakuwa mwaka wako, utakuwa mwaka wako. Amen. Mungu atakupita wewe kama utakuwa bila unaenda kuongea na wewe. Mungu atakupita anapotembelea wengine, na wewe atakutembelea. Amen. Amen. Nataka nisome neno la Mungu katika kitabu cha Genesis chapter 17 verse 1 to 8. Genesis 17 verse 1 to 8 inasema, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya ngano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Verse 3, Abrahamu akaanguka kivundivuni. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa wengi, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Abrahamu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Verse 6, nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. 7, agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako, na vizazi vyao kuwa ngano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Mstari wa 8, nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayokaa ugenini, nchi yote ya Kanaani, kuwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Amen. Amen. Nataka tusome 33. Genesis 33. Genesis 33 verse 9 to 11. Tasoma kama vitabu kama 3 kuunganisha sote. Genesis 33 verse 9 mpaka 11 inasema, not 33.
Tusome 1 King chapter 9. 1 King, please. Correction. 1 King. 1 King. 1 King chapter 9. 1 King chapter 9 verse 1 to 4 inasema, ikawa Suleimani alipokwisha kuijenga nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na mambo yote yaliyoingia moyoni mwake, Suleimani naye akataka kuyafanya aliyotaka kuyafanya. Verse 2, basi Bwana akamtokea Suleimani mara ya pili kama alivyomtokea huko Gibeoni. Mstari wa 3, Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele yangu. Nimeitakasa nyumba hii uliyoijenga ili niiweke jina langu humo milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Na wewe ukienda mbele zangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, kwa ukamilifu wa moyo na kwa adili, kufanya hayo yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema naongea juu ya kutembelewa na Mungu mara ya pili. Kutembelewa na Mungu mara ya pili. Nataka ujue tunapoongea juu ya kutembelewa na Mungu mwaka wa 2026, Mungu atembelea watu ambao wako hai. Lazima uwe na kitu. You must have something you are doing in this final year. Lazima uwe kuna kitu unafanya katika shamba lako. Mungu atembelea watu wako hai. Kuna watu wanakaa nyumbani mwa Mungu. Kuna watu wanakaa na hakuna kitu wanafanyanga Mungu. Mungu nataka ujue leo, Mungu atembelee watu ambao hawana kitu wanafanya. Angalia rafiki yako, hata wewe ukiwa hapo ulipo, nataka ujiulize ni nini unafanya katika nyumba ya Mungu? Ni nini unafanya katika shamba la Mungu? Lazima uwe kuna kitu unafanya katika nyumba ya Mungu. Mungu atembelee watu wanaokaa hapo. Haleluya. Watu wanaokaa na wana kitu ya kufanya. Lazima uwe na kitu ya kufanya. Mungu kukuweka hai. Mungu kukuweka hai mpaka leo. Mungu kukubariki na kila amekubariki nacho. Lazima uwe na kitu unafanya katika shamba la Mungu. Ninarudia ukiwa unanisikia. Lazima uwe kuna kitu unafanya katika shamba ya Mungu. Hauwezi kukaa maisha tu. Hakuna kitu unafanya katika shamba la Mungu. Hakuna kitu unakaa wewe unakaa tu. Kuna mambo mengi ya kufanya katika nyumba ya Mungu. Unaweza kuwa mhudumu pale fulani. Na mhudumu si lazima uwe mhubiri. Mhudumu si lazima uwe mwimbaji. Mhudumu si lazima uwe unacheza vyombo. Pia kufagia kanisa ni huduma. Kutembelea mayatima ni huduma. Kuona wajane ni huduma. Amen. Mungu atakutembelea katika ile kazi unayofanya katika shamba yako. Naomba unielewe kabisa. Mungu atakutembelea katika ile shamba unayofanya, ile kazi unayofanya. Hata Mungu ndiye akubariki kazi yako. Lazima uwe kuna kazi unafanya. Si ni kweli? Hawezi kuwa unakaa nyumbani hakuna kazi unafanya. Alafu unasema Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yetu. Lazima uwe kuna kitu unafanya. Na Mungu naye atatembelea watu ambao wako na kitu wanafanya katika shamba lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe unafanya kitu hata ukiwa maeneo gani. Lazima uwe kuna kitu unafanya katika nyumba ya Mungu. Lazima uwe kuna kitu unafanya katika shamba ya Mungu. Shamba ya Mungu iko na kazi mingi, iko na mambo mengi ya kufanya. Lakini kuna watu wanakaa kanisani tu. Kuna watu ambao ni wakristo tu. Unaenda kanisani, yaani hata ukifika hutaki kujua kana kwamba kuna kitu kinafanyika. Wewe unakupikana kanisani kuchelewa. Na ni wewe unatokanga mapema. Unakuja kuchelewa na unatoka mapema. Kwa sababu you have nothing unaofanya katika nyumba ya Bwana. Lazima uwe na kitu unafanya katika shamba la Mungu.
ujue ya kwamba tukisema Mungu anatembelea watu mwakani, nataka ujue kana kwamba kutembelewa na Mungu si kwa bahati. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atembelea watu kwa bahati. Mungu atakutembelea mwakani wa 2026 kwa bahati. Pana hiyo ndio Mungu anakuja kwa bahati. Mungu akuji kwa mtu kwa bahati. Namba 2, Mungu atembelea kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wanaota, wanasema Mungu amenitembelea. Mungu atembelea kila mtu. Nimesema Mungu atembelea watu kwa bahati na Mungu atembelea kila mtu. Namba ya 3, Mungu anatembelea watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatembelea wale ambao ni watiifu na wanyenyekevu na walio na subira. Tunapoongea juu ya kutembelewa na Mungu, lazima uwe mtu ambaye uko na subira ndani yako. Lazima uwe mtu ambaye ni mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe ni mtu ambaye unatii neno lake. Mungu atatembelea watu ambao ni wasubira. Nikiongea hayo maneno, kuna watu wanarukaruka kila mahali. Leo kwa hii kanisa ninaongea na wewe ukiwa mahali huko. Leo hapo kwa hii kanisa amehama, ameenda kwa ile nyingine, ameenda kwa nyingine. Hana subira. Lazima uwe na subira na uwe na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka wa 2026 Mungu anatembelea watu ambao wako na subira, watu ambao ni wanyenyekevu, watu ambao ni watiifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nataka nikupatie mambo machache jinsi unastahili kukaa ili Mungu akutembelee. Niko na mambo matano, point 5. Jinsi unaweza kukaa ndio Mungu akutembelee. Ndio nimekuambia Mungu atembelee kila mtu. Na Mungu atembelee watu kwa bahati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakupatia point 5. Kwa nini Mungu unaweza kaa hadi ndio Mungu akutembelee? Point number 1. Ningeomba pia niwe na watu wachache wa kunisomea hizo point. John 14:21 please. Ningetaka niwe na watu wa kunisomea haraka. Kwa hivyo wafungue Biblia haraka. Point number 1. Kuna mtu ameandika John 14:21. Point number 1. Jinsi unastahili kukaa, vile unastahili kukaa ndio Mungu akutembelee. John 14:21. Yes. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Amen. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Number 1 in Roman numbers ni kutii. Anayeshika neno langu na kuzitii, Mungu atampenda na hata mtampenda. Jambo la kwanza ndio Mungu akutembelee, lazima uwe mtii. Kama ni kutii, lazima uwe mtii. Number 2 ni Roman numbers. Jeremiah chapter 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13. Jinsi vile unastahili kukaa ndio Mungu akutembelee. Verse 13 inasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Hiyo
ni kudumu katika maombi siku zote. Kuna watu wakiomba leo wameruka. Biblia inasema ya kwamba mtakaponitafuta na kuniomba mtaniona. Lazima katika kutembelewa na Mungu udumishe maombi ndani yako. Amen. Amen. Nasema ukiwa mahali huko lazima udumishe maombi. Si ulikuwa unarauka morning devotion uliacha. Ulikuwa na maombi ulikuwa unaomba jioni uliacha. Lazima uwe mtu akudumisha maombi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaodumisha maombi wanaomtafuta Bwana wataonekana. Watamuona. Lazima udumishe maombi. Number 3 in Roman numbers. Isaiah 57. Isaiah 57. Isaiah 57 verse 15. Unyenyekevu. Isaiah 57 verse 15. Inasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye ni jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wenyenyekevu na kuifufua mioyo ya waliotubu. Amen. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifuata roho za wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kutembelewa na Mungu, lazima uwe mtu wa kunyenyekea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atatembelea wanyenyekevu. Lazima uwe mtu wa kunyenyekea na kungojea kutoka kwa Muumba wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakaa mahali pa juu na atakaa na watu waliopondeka na walio na roho ya kutubu na roho ya kunyenyekea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 4 in Roman numbers. Verse Thessalonians chapter 5 verse 19. Verse Thessalonians verse chapter 5 verse 19. Inakupatia stop. Inasema msimusimije roho, msimusimije. Quench not the spirit. Quench not the spirit. Msimusimije roho. Kama unataka kutembelewa na Mungu mwakani, tafadhali usisime roho wa Mungu ndani yako. Hello. Nasema usisime roho wa Mungu ndani yako. Wakati unapotenda dhambi, wakati unapokuwa mtu wa kutenda dhambi, wa kutenda maovu, Mungu atakaa mahali kuna uovu, utasima roho wa Mungu. Ni vizuri ukiwa mahali huko, tafadhali, kwa sababu unangojea Mungu akutembelee, usisime roho wa Mungu ndani yako. Nasema usime roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndiye atafanya, ndiye anatengeneza njia ya Mungu akutembelea. Nasema roho wa Mungu akikaa ndani yako, ndiye atafanya Mungu akutembelee. Kwa sababu ya Mary, maisha aliyokaa, maisha matakatifu, aliyokaa maisha ya kutosima roho wa Mungu, ndio sababu Mungu naye akaona kikao kilipoketi mbinguni, kikaona duniani kuna mtu ambaye hajasima roho. Kuna mtu ambaye anakaa pamoja na Mungu. Kuna mtu anakaa maisha ya kunyenyekea. Kuna mtu anakaa maisha yanayompendeza Mungu.
zako nimesikia, niambie unataka nikutendee nini? Tumesoma juu ya Abrahamu, Mungu akamtembelea akamwambia ya kwamba kwa sababu ya wewe ninaweka ngano na wewe. Kwa sababu Abrahamu amekuwa mnyenyekevu, amekuwa mtu asiyezima utakatifu, asiyezima roho wa Mungu ndani yake. Kama unataka hii neno iwe story kwako, ukikaa mtu wa maovu, ukikaa mtu wa dhambi, njua tamani Mungu akae mbali na wewe. Narudia, naomba nielewe ukiwa mahali huko, kwamba na kanisa hakuleti solution. Watu wakitenda dhambi wanahama kanisa, wanaenda ingine. Hiyo ndio tabia watu wanabali. Baada ya kujua umetenda dhambi na umejulikana, badala ya kutubu unahama hiyo kanisa, unaenda ingine. Utahama na makanisa mpaka lini wewe? Sina ongea wanayenisikia ukiwa mahali huko, na ulizo utahama na makanisa mpaka lini? Ukisima roho wa Mungu unaanza kuona watu wakiwa wambaya. Wale mlikuwa mnakaa na wao, wale mlikuwa mnaimba na wao, wale mlikuwa mnafunga pamoja na wao, wale ambao mlikuwa mnatoa dhambi pamoja na wao, wale ambao mlikuwa kanisa moja, unaanza kuona wakiwa mbaya kwa sababu wewe umetenda dhambi na umesima roho wa Mungu. Ndio naona kila mtu anakuona. La, kuhama na kanisa si solution. Tafadhali usime roho wa Mungu. Nasema usime roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikupatie namba 5. Nimesema ni 5. Kukaa maisha matakatifu. Kukaa maisha matakatifu. Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrews Waebrania. Hallelujah. Amen. Hebrews 12 verse 14. Inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Una watu hii neno zito. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo takatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo takatifu. Ni lazima kama unataka kutembelewa na Mungu, kaa maisha matakatifu. Watu unakuta mtu ni Mkristo, unakuta mtu ni Muislamu, lakini anavurugana na watu katika plot. Wewe hauna amani. Biblia imesema ya kwamba tafuta kuwa na amani na kila mtu. Naongea na wewe ukiwa mahali huko, hata kama una pesa, hata kama uko hali gani, tafuta na amani kuwa na kila mtu. Biblia inasema pia na utafuta utakatifu, maana kuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa na utakatifu. Halo. Pia kuna mtu atamuona Mungu akiwa na amani na watu. Leo huyu fulani yako, jirani yako ni mchawi. Kwa hiyo plot wewe kila kitu unaonanga watu ni wachawi. Ukienda chungani wewe ndio unakuruga watu. Kule kwa kampuni wewe ni shida. Hakuna siku unaweza kuwa na amani na watu. Hatuwezi tukamuona Mungu. Mungu hawezi akakutembelea kama wewe hauna amani na watu, kama wewe si mtakatifu. Sema amen. Ninarudia. Hautamuona Mungu na Mungu atakutembelea kama wewe hauna amani na watu. Wewe ni mtu wa kuchucha mtu. Wewe kazi yako ni kuchucha mtu. Popote ukienda mpaka watu waongee juu yako. Popote ukienda mpaka watu wavurugane, kwa sababu you are not a peacemaker. Wewe ni mtu wa kusababisha fujo. Badilika mpendwa. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa Mungu kutembelea watu, na atatembelea watu ambao wanakaa na amani na watu wote. Hey, haleluya. Nasema watu wanaotafuta amani na watu wote, hata mtu awe ni mshawi, hata mtu awe ni mganga, hata awe mtu ni mlevi, tafuta amani na kila mtu. Si mimi nimeandika. Mungu anasema tafuta amani
na watu wote, na tena nasema na huo takatifu, maana hakuna mtu anatembelewa na Mungu, hakuna mtu atamuona Mungu ambaye hawezi kukaa na amani na watu na hawezi kuwa mtu mtakatifu. Waamuzi uko mikononi mwako, na kuambia ninaanama mikono, mwaka wa 2026 utakuwa mwaka mkubwa wa Mungu kutenda makuu. Lakini watu walio na vurugu, watu wanaosusa dhambi, watu wanaosusa takataka kwa watu, watu wanaosababisha watu wakosane na familia zao, watu wanaosababisha watu wasiwe na amani, Mungu hawezi kuwatembelea. Kama wewe ni mmoja, inua mikono, sema Bwana nisamehe. Kila mtu inua mikono, sema Bwana nisamehe. Natafuta amani na kila mtu. Nasema inua mikono yako, hata ukiwa mahali uko naongea na wewe, inua mikono, sema Bwana nisamehe. Nitatafuta amani na kila mtu, na nitatafuta utakatifu wa Mungu ili Mungu anitembelee. Bwana wabariki mlio katika nyumba, Bwana mwapigie makofi Yesu, makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupatia pointi nyingine 4. Thibitisho kwako wewe kwa Mungu amekutembelea. Halo, thibitisho ya kuwa Mungu amekutembelea. Kwa hivyo makani lazima uwe tukifikia mwisho wa mwaka uwe kuna vitu unaweza elevate, ukaona kweli Mungu anatembelea mapana. Niko na point nyingine, jinsi Mungu anaweza kukutembelea. Mungu anapokutembelea, ukiongea juu ya mwaka ya kwamba Mungu atakutembelea. Mungu akikutembelea kwako, according to maandiko ambayo tuliyosoma Genesis, Mungu akikutembelea kwako, jambo la kwanza, ukitembelewa na Mungu analeta mabadiliko kwako. Mungu akija kwako analeta mabadiliko. Alipotembelea Abraham, alimwambia kuanzia sasa hautakuwa unaitwa Ibrahim, lakini utakuwa unaitwa Abraham. Tena ninakubadilisha kuanzia sasa, utakuwa baba wa mataifa. Haleluya. Kumbe mwaka wa 2026 Mungu atakapotembelea watu watabadilishiwa majina yao, kwa sababu Mungu atakuwa amefika kwenu. Mwaka wa 2026 hawezi kuwa kaendelea kwa kilio. Hawezi. Nasema hawezi kuwa chini wewe. Hawezi kuendelea kuwa masikini. Hawezi kuendelea na uongoza. Nimekuja kuongea na mtu. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa Mungu kutembelea watu, na akilika kwako lazima abadilishe story yako. Mungu akilika kwako, story yako inabadilika. Ile ripoti ulikuwa nayo inabadilika. Mungu alipofika kwa Abraham akamtembelea mara ya pili, alikuwa na miaka 99, alikuwa na mtoto. Abraham alipofika, wakati Mungu alipofika kwa Abraham, alibadilisha chini ya Abraham kuwa tasa, alibadilisha chini ya Abraham kuwa hana watoto. Akamwambia kuanzia sasa, nimefika kwako nilie hapa na Omega, nimefika kwako nilie mwanzo tena mwisho, nimefika kwako nilie muumba. Nimefika kuleta ripoti ya kwamba kuanzia sasa hautaitwa Ibrahim, utaitwa baba wa mataifa, hautaendelea kukaa peke yako. Nimekuja mimi na wakilisha mbingu, nimekuja mimi niliyopa mbingu, nimekuja kuleta habari njema ya kwamba kuanzia sasa kile kimekuwa kilio kwako kinaondoka. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa kuondoa vitu ambavyo vimekuwa kilio kwako. Haleluya. Inaipenda kabisa. Inaipenda. Mwaka wa 2026 Mungu akifika kwako, lazima jina yako ibadilike. Nasema lazima jina ibadilike. Lazima kilio kiondoke kwako.
Jehova akifika kwako, lazima hiyo maisha unayokaa ya kuingiliwa lazima ibadilike, maana yeye aliyeumba mbingu na nchi na aliye na kila kitu amefika kwako. Inua mikono, sema Mungu usinipite mwakani. Inua mikono, sema mwaka 2026 utakuwa mwaka wangu. Inua mikono, sema ya. Haleluya. Hiyo ninaipenda kabisa. Mungu alipofika kwa Abrahamu, jina yake ilibadilika. Mungu akifika kwako, lazima familia yenu ibadilike. Mungu akifika kwako, lazima masomo yako ibadilike. Mungu akifika kwako, naongea na wewe msomi ukiwa mahali huko, Jehova aliye juu mbinguni akikutembelea, lazima ripoti ya masomo yako ibadilike. Hujasikia kule kasino unaofanya, Mungu akifika kwako kunakuwa na promotion. Ni maombi yangu mwaka huu wa 2026 uwe mwaka wa Mungu kutembelea wewe. Ripoti ya kweli inabadilika Mungu akifika. Unajua, wacha nikuambie, watu wanangoja maisha yabadilishwe na marafiki zako. Hapana. Wengine wanatarajia mheshimiwa fulani akija kwenu ndio mambo yabadilike. Hapana. Niko na ripoti ya kukuambia, si mheshimiwa atabadilisha maisha yako. Unajua mwaka tunaelekea ni mwaka wa siasa. Sika na kwamba mwanasiasa anabadilisha maisha yako. Jehova akija kwako, Jehova akija kwako, Jehova akija kwako, naongea na mtu. Jehova akija kwako, Jehova akija kwako, lazima story ya kwako ibadilike. Lazima story yako ibadilike. Lazima kilio chako kibadilike. Maana Jehova amefika kwako wewe. Namba 2, thibitisho kana kwamba Mungu amekutembelea. Mungu anathibitisha angano lake kwako. Namba 2 ni Roma namba 6. Akifika kwako, ataweka angano na wewe. Anaweza sisi. Mungu akifika kwako, kwa sababu anataka kufanya mambo mapya, ataweka angano na wewe. Ataweka angano na wewe. Atamwambia Abrahamu, ninaweka angano na wewe, na angano langu lina milele. Hiyo naipenda. Watu wanaolewa, anakuambia wewe ndiye mke wangu wa dhati. Chochote nitakupa, nitakuwa na wewe mpaka kufa. Baada ya miaka 2 anakutandika na anakutupa nje. Kumbe viapo, angano wanadamu wanaweka, kumbe wanaweza ngeusa. Nasema kumbe wanadamu wanaweza kuweka angano na wakageusa, wakabadilika. Watu wanaweka angano, anakuweka kwa kazi na anaweka angano, wewe ndio utakuwa manager. Watu hata watu wa siasa wanaweka angano na watu, baada ya kupanda cheo wanamsahau. Niko hapa niongee na wewe, mwanadamu akiweka angano na wewe atasahau na anaweza kubadilisha, lakini aliye juu, nasema aliye juu, haleluya, aliye juu. Ninaongea na wewe ukiwa maeneo yako ya Kenya na nchi ya Kenya. Asante kwa maana ya kuwa wewe ni moja washabiki wa Kiki Channel. Ninaomba Mungu akusaidie ujue ya kwamba Mungu akikutembelea, akiweka angano na wewe, hawezi badilisha. Bwana Yesu asifiwe. Hii ninaipenda kabisa. Mungu akiweka angano na wewe, hawezi badilisha. Wanadamu wanaweka angano na wewe, wanarudi wanakutupa. Watu mnaongea,
assistant, unamwita baby, na anakuambia niko na wewe, sitakuacha, niko na wewe, nitakuoa. Baada ya kukutia mimba, anakuambia mimba si yangu, na anakwama na anaenda akiendanga, unabaki hapo na mimba. Amebadilika. Nilikuwa na mwingine akampeleka hospitali kwenda kujifungua. Walipokuwa pale hospitali akamwacha, akamwambia mimba si yangu na sijui kuona, na akaenda akiendanga. Msichana akaapa pale na mimba, msichana akapata na depression. Wasio wameachwa, niko hapa niongee na wewe, usipatwe na depression, usifikirie kujiua wewe. Wacha Mungu akutembelee, wacha Mungu aweke angano na wewe. Wanadamu watakudanganya, wanadamu watakudanganya. Jehova akija kwako na aweke angano na wewe mwakani, hakika atakukuta machozi. Amen. Aliyekupeleka kwa kazi alikuambia atakusomesha. Halo, ninaongea na wewe ukiwa mahali huko, akaongea na wewe atakwambia atakusomesha, na akakupeleka shule. Baada ya mwaka mmoja akakwambia lazima alala na wewe ndio masomo yaendelee, lakini akakupeleka akakwambia atalala na wewe. Akakupeleka shule alipokuwa anakusomesha, kwa sababu mtu aliyejitokeza kwa sababu na nyingine. Naongea hivi, Mungu atakutembelea kwako, angano aliyoweka si ya kubadilika. Mungu akija kwako akiweka angano na wewe si ya kubadilika. Inua mikono yako, sema ewe Mungu, naomba niweke angano na wewe, naomba niweke angano na wewe. Mungu wa mbingu, naomba uweke angano na mimi, pamoja na nyumba yangu, pamoja na maisha yangu. Bwana wa mbingu, weka angano na mimi, maana wewe peke yako ndiwe nimejua. Hawezi ukageuka, hawezi ukageuka. Mjawe Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana wa mabwana ndiye Alfa na Omega. 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 Haleluya. Bwana wa mabwana ndiye Alfa na Omega. Bwana wa mabwana ndiye Alfa na Omega. Huyu peke yake ndiye akiweka ngano na mwanadamu asibadilisha. Aliweka ngano moja, akasema jua itakuwa inatoka hivi na itakuwa inaenda hivi, na hakuna siku ilibadilika. Akiweka ngano na wewe haitabadilika. Akaweka ngano akasema utakuwa mchana na usiku, hakuna siku kumekuwa na kuchanganyikiwa. Saa 6 za usiku ndio inatokezea. Bwana aliweka ngano moja. Naomba mwakani huu ninakukabilia ukiwa mahali huko, naongea na maisha yako. Jehova aweke angano na wewe ambao haitabadilika. Number 3 in Romans. Naipenda. Anadhibitisha baraka zake kwako kuwa ni za kweli. Mungu